Jeshi la Israel limesema leo kuwa limemuua afisa wa ngazi ya juu wa Iran anayesimamia uratibu wa kijeshi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas katika shambulio kwenye eneo la Qom kusini mwa Tehran. Katika taarifa, jeshi hilo limesema kuwa ndege za kivita za Israel zililenga na kumuua kamanda wa kikosi cha Quds cha Palestina Said Izad, ambaye pia ni mratibu mkuu kati ya utawala wa Iran na kundi la kigaidi la Hamas. Wakati huo huo, jengo la makazi kaskazini mwa Israel limelengwa na drone baada ya jeshi kuripoti kuhusu uvamizi katika bonde la Beit Shean. Haya ni kwa mujibu wa mashuhuda. Aidha, huduma ya kitaifa ya dharura ya matibabu ya Israel imethibitisha kuhusu tukio hilo na kuongeza kuwa timu zake za uokoaji hazikupata majeruhi wowote zilipowasili eneo la tukio. Israel imesema alfajiri ya leo kuwa inaendelea kufanya mashambulizi ndani ya Iran, ikiwemo kwenye mji mkuu Tehran. Hayo ni wakati duru kutoka Marekani zinasema Washington inajiandaa kuishambulia Iran mnamo siku zinazokuja. Jeshi la Israel limetoa indhari ya kuondoka kwa watu walio karibu na mtambo wa kuzalisha maji mazito ya kupouza vinu vya nyuklia wa Arak, ikiwa ni ishara kwamba inalenga kuushambulia. Mtambo huo wa Arak unakutikana kiasi kilomita 250 kusini magharibi mwa Tehran. Hapo jana Iran ilijibu mashambulizi ya Israel kwa kufyatua makombora kadhaa ya masafa, ambayo hata hivyo inaarifiwa hayakusababisha maafa ndani ya Israel. Wakati huo huo, mtandao wa habari wa Bloomberg umeripoti kuwa maafisa wa Marekani wanajiandaa kuishambulia Iran siku zinazokuja. Usiku wa kuamkia leo, Rais Donald Trump aliongoza kikao cha pili cha Baraza la Usalama wa Taifa, na taarifa zinasema ameidhinisha mipango ya kuishambulia Iran, ingawa bado hajatoa amri rasmi ya utekelezaji. Swahili Online News, Dunia Darubini.